mzima. Dunia mzima ikuone kushoto sema mtumishi wa Mungu yeye. Amen. Haleluya. Amen. Kama unakataa wewe sauti ya Mungu ni mambo yako. Mimi nakwambia kwa kweli siku leo. Mungu ashikulande. Dunia leo iko ya barebel. Batumishi wa Mungu bashaka barebel. Haleluya. Amen. Mazabau ndio shakuwa fashi source ya kulia watu makuta na kuescroquer. Jamais. Kazi ya Mungu ni kazi ya nguvu. Il faut kuteswa juu ya kazi ya Mungu. Il faut fanya evanjili ya mateso. Bwana mtumishi wa Mungu paka unaenda sababu kulipia transport. Paka wanilipe hapa mimi naenda wanilipo mtumishi wa bongo. Mtumishi wa ntumbo. Mtumishi wa Mungu ni yule anataka na teso hata na njala. Teso juu ya Yesu Kristo atakuvika. Haleluya. Amen. Acha nipatie mfano mmoja. Tulikuwa shibote kwa makempo kule tulikuwa tunateswa. Tulikuwa mu Afrika. Nani la notemba pashipo mangu? Nauliza. Na mabilato na mangu tuliachia vyote na watu wengi. Unachia watu wengine unakuta tena vingine vya mingi sana huko. Njoo vile pamoja na vitu vya kiroho vinikalaka. Kama una vitu vya kiroho kabula tena watu wengine babiale ndani mwao. Hapana kwa mtumishi wa kudekuraje watoto ya Mungu. Si moi dans Georgette anapoze question anasema, "Tuko napenda na wewe tufundishe kwa vile unatumaka." Anabeba principe ya Paul ya nani? Haleluya. Amen. Paul anaje kufundisha na Eva Timotheo. Siku mwa kama Thierry hapo Paul anapo Timotheo na anaimba. Ni kufundishana sasa tunaenda kuangalia ile masauti yako atukukwe nayo. Amen. Bale ile ilikuwa ni message ya Paul. Ili manke pale Paul ashikuachake sauti yake mu Timotheo. Juu siku mwa ile archive. Bana sasa tufungule mbele archive ya Paul. Tuangalie mbele archive na juu ashikuambia yake principe. C'est pourquoi leo kama ni kuhubiri ubiri. Haleluya. Wewe unasimama ponanja kuhubiri, mimi nitampikia Mungu mikono. Mimi unasimama ponanja kuhubiri. Mimi nitashukuru Mungu anaanza kuruka mimi nafasi haleluya. Haleluya. Itakuwa ni vitu vya ni vitu vya ajabu ninakwambia Georgette. Ni vya kweli mimi naambia. Kama unaanza kusimama hapo na kuhubiri watu batasema na wale watoto wanaanza kuhubiri. Njoo mambo tunapenda, mwache kuhubiri, mhubiri. Mtabiri na mwa mtabiri. Sisi mtabiri ni anjiko, mtatule ni anjiko. Amen. Hatuna pashie paka sema mpaka kuruka. No. Sisi watumishi wa Mungu tunapaswa tufanye vitu vya kiroho. Tuyale mantrepo ya kiroho. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu analingana na vyakula vya nyumba vya mingi maana sasa leo shitakulia. Nyama shitakulia, samaki shitakulia, kuku shitakulia. Talala na njala njoo Yesu Kristo. Mungu anaongezaka vitu ndani mwako. Haleluya. Amen. Abafungie maombi na njala, hauna na vyakula mnyumba ile nyabantie. Hauna na bunga sasa fanya profiter bunga kuna mfatu tufungie sasa maombi. Sio tena na bunga. Si bunga unaonekana sasa tuko maombi. Bongo hauna mtumishi wa Mungu. Katala vyakula pale niviona, hata wana kalanga pale, wewe sema sitakulia. Utumishi wa leo ni wa kusimama pale na basha kuyajia mboga nyama mkukucho. Je suis un pasteur responsable de 5 églises. Non. Responsable de l'église c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit ceci. Kichwa ya kanisa ni Yesu Kristo. Watumishi wa Mungu wanalamisha evanjili. Haleluya. Amen. Hapa haina mishina mimi hii kanisa na yangu. Haina papa yetu. Ni ya Yesu Kristo. Amen. Kanisa Yesu Kristo. Hapa wako hapa ni watoto wa Yesu Kristo, watoto wa mfalme. Njoo tunasema njoo ya heritage. Nauliza mbele kama muna nifuata. Njoo tunasema njoo ya heritage ya kiroho. Kama tunasema njoo ya heritage, tuko naona ile kama tunasema heritage, nani anaona ya kiroho nani vinaonekanaka? Binaanza kumaliza. Ya kiroho vionekanaki. Haleluya. Amen. Ya kiroho vionekanaki. Lakini kama tuko tunasema leo ni ma preoccupation, ni ma circonstance moya ile atuijue na chini ya avenir ile kwa aveugle.
Alléluia. Hivi vitu tunakwambia leo biko aveugle mais ni avenir ya plutôt itakuyaka plus tard utayonaka. Kama vya kweli utatika kumtumikia Mungu na kuchikia kumfuata Mungu. Hivi tunakwambia leo utebionaka. Leo shitu biko aveugle. Mais kama tunasema hapa baleta mfano ya ma telefone kulikuwa ni Friday, Black Friday, ma telefone balitukavulia des cartons. Kule magasin papa eto. Tutatosha ma telefone hapa tutemikavula. Amen. Alléluia. Amen. Ma téléphone tu kuna watupara des cartons de téléphone. Tu te kabla ma téléphone, tu na phone, tu ta kabla kila mtu pa téléphone. Ula na lofwa, tu te acha ingine huko. Babu subuhi tu kabla na wewe mtu tu kabla bengi. Tu kabla ma téléphone, tu te kabla ma téléphone. Kila mtu atakuwa na téléphone ya mpya. Amen. Unaomba mnachamuka? Alléluia. Unaona materiel kwa mnachamuka, mais akiroho uione iko aveugle, ile unaona susa histoire. Mais ile sio utakuwa na vitu vya kiroho vitakuyala ndani mwako. Utaona vile vitanda kukuvuyo utaanza shangaa wewe mwenyewe. Unaona ile tunasema telefoni kule tu kabla mnachamuka ndio matelefoni. Tutendi pati. Mtu ya presse mtu unamkablia na telefoni. Kapu mbele kapu yule pale tutesha kapu tu na kuna telefoni. Tunagana na telefoni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi leo kama tunakwambia hivi tunakuencourager, ninjuu shimame ndani ya Yesu Kristo. Uendelee kumbele, ufanye binene na Mungu. Ufanye vikubwa na Mungu. Usibadilike. Hapana leo unabadilika unaacha mambo ya Mungu. Alléluia. Amen. Atuforme ba wenge. Alléluia. Atukomforme ba wenge. Mimi nikwambia vya kweli na mbele ya Mungu. Nasema na mbele ya Mungu. Mimi madansi mnaonaka wanachezanga Mungu dunia, mimi sijua yake tena. Hata mtu anapiga dansi sasa nani falibu paya na mimi sijua yake. Haleluya. Sijua njoo na dansi chezaka hata mkanisa. Hata kunyumba mimi yote niona napiga ile dansi. Mimi dansi paka ile yangu tunapiga kile yetu tuchezaka hapa hivi. Unakumbuka? Tupiga dansi jo. Danse prophétique, danse de David. Dieu les tout tunaiona. Alléluia. Amen, amen. Kama tukucheza tumchezee Mungu bien. Utafanya vitu vinene na Mungu. Timothée, balikuwa na mprepare. Leo tuna prepare wewe. Batatusomea hapo tena. Tunaanza maliza verset ya mwisho. Hii exhortation nipenda kukufortifier siku ya leo. Nilipenda vraiment kukuencourager ushimame ndani ya kazi ya Mungu. Kumbe tunatambuka tunaenda mu Timothée 2. Soma chapitre 4 7 à 8 tumalizie tu pale. Tunasoma 2e Timothée chapitre 4 verset chapitre 4 verset 7 à 8. Tunasoma 7 à 8. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Amen. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Amen. Ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Amina. Amen. Tupike vita mzuri. Amen. Hii wakati tupike vita mzuri, tukombane mgomvi mzuri. Ule mgomvi tu unasema ni nini? Juu ya kuangusha shetani. Kama tunashimama tutashinde tu, kursi yetu itamalizika mzuri. Haleluya. Kursi yetu kuna katika imani. Kupitia imani ile ndani mwetu, kama tunapika kursi ya mzuri, tutaendelea, tutafanya binene, tutafanya vikubwa. Malgré ma circonstance, malgré ma préoccupation, malgré ma vitu kani, kama tuna vile vyote, kama tunatembea pamoja na Mungu na vita, tutapika vita mzuri. Kama unapika vita mzuri, mwisho yako itakuwa nini? Utakuwa na mwisho mzuri. Hii wakati unaona sasa ni kuzomelea tu, unaona kani nini? Mais kama unapika vita mzuri, utakuwa na mwisho mzuri. Kama mtu anakuwa na mwisho mzuri, ni ule mtu kama vile Timothée tunakwambia leo, Timothée anako. Ni ule mtu atakuya sasa anaanza kuchunga evanjili ya Mungu. Amen, amen. Haleluya. Utachunga evanjili ya Mungu ndani mwako. Utatumikia evanjili.
Unaona sasa Mungu analishanaka, evanjili alishanaka. Ndio. Nakwambia vya kweli evanjili itakulisha. Itakuvika. Itakutembeza hii evanjili na Mungu. Kama unaichunga mzuri. Kama leo unamtumikia Mungu mzuri. Kama leo unachunga vitu vya kiroho mzuri. Unachunga evanjili. Unapika vita mzuri, unapika mwendo mzuri, utakuwa na mwisho mzuri. Utakuwa mtu akuchunga evanjili ya Mungu. Batasema leo watakuita na wewe nani? Frère uko pale wanakuita sema frère pasteur fulani uko pale. Kama vile uko pale wewe. Hata baba wako ashukwage pasteur, wewe unakuwa pasteur. Pasteur Vila, pasteur fulani, pasteur Po, pasteur hivi na hivi. Banaanza kukuita. Mwanamke kuna kama pasteur mwanamke. Haleluya. Kama unachunga ile evanjili. Evanjili kama unachunga mzuri. Asema una contenir mzuri ndani mwako. Itakubariki milele na milele mgeneration yako yote. Amen. Mimi na bongo ni unasema na niko mazabao. Atoya hata na kashi moto ndio tumikaka wakati tulikuwa Mozambique. Na Mungu anaanza kutulisha. Haleluya. Amen. Kule vya kuna ndio tukiamishi vizuri. Mafamilia kwa baba atakwambia vya kweli. Atakuwa vile vya kuna ndio pekee yako. Sasa vya kuna vinaanza kuisha utashtuka tu. Bali nibariki unapata chakula. Utendo unapata chakula. Utendo unakuwa na manguo, unakuwa na kila kitu. Tulikuwa pale kule kupori tuliyoyaka kukaa. Mungu alituchunga. Njoo ni evanjili. Evanjili heshimishana sana. Bashikulande. Haleluya. Haleluya. Ushidilanda sema hii na 900 tunapataka na wisa ziko unaanza kukimbia na watu. Na benyewe alikutangulia mkiroho heshimie tena. Haleluya. Unakuwa na wao niveau moja. Vina kwa pamoja. Haleluya. Niere. Kazi ya Mungu ni kalaka hii. Ule mtu alikutangulia kumheshimie parce que ni mafute kwa yule uliheshimie utabarikiwa tena sana. Mkazi ya Mungu ni kuheshimiana. Amen. Bashikulanda sema leo kama unaanza kutabiri, leo unaanza kuhubiri, leo unaanza kufanya hivi, au ongope tena watumishi walikutangulia au tendele yako utafanya maerere ya mingi sana. Mtumishi wa vya kweli ni ule vile ba Timothée waliingia kumikuli ya wapo, beko unashikia conseil ya Paul. C'est pourquoi leo mwemu kwa rafiki yetu, ili uko hapo kwa mtoto yangu kwa rafiki, tapenda kukufundisha, tapenda kukukonseiller, juu uende mbele. Mtumishi yule kuna katara kukonseiller mtoto ndani ya kanisa. Asema nikimkonsea atakondoka na kimbia mkanisa, mtumishi mbaya. Mtumishi ndio anafokea kama watoto ndani ya kanisa. Kile kuona wafokea ni watoto yako. Njoo endelee bako na mwisho mzuri. Amen. Haleluya. Bana mtumishi unaenda kumpembeni. Ule mtumishi alikuwa anafanya. Alikuwa anafanya. Atoke na yeye kule anafokea. Wewe ni mtoto yako. Uko mtoto yake. Chafokea watoto yake. Ni mtumishi wa kuua. Amen. Amen. Unaua, unatwanga kisu mtoto. Tukwe watu wa proclamer evangile fashi yote. Tu proclamer evangile ya Mungu fashi yote. Mwanzo proclamer evangile fashi yote. Mungu atafanya vikubwa na mwewe. Leo ikanisa leo kidogo. Kesho kute tutakuwa mnene sana. Amen. Diko aveugle, hein? Haleluya. Diko aveugle. Huyu anaimbaka anaimbaka sana na anashakuwa distrait. Ashimbake tena kwa kaida. Au imbake tena. Sio mwimbaji. Au imbake, nataka mtoto unakuwa naimba. Hata wao usime matemoignage washakutangaza wazazi yao. Sio mtoto ashapenda vya Mungu sana, ashapenda kuimba sana. Leo kama kwa tumwache aimbe mtumikie Mungu, wala mtumikia Mungu. Sasa uimbake tena. Bali kwa sababu awimbe tena. Nini? Timothée, la muka mtumikie Mungu. Bila yuko ndani mwako zawadi kuna mpaka Mungu na sauti ya mzuri. Shika mtumikie Mungu imbe. Mungu atakubariki. Unashiki? Ninakwambia vya kweli, hata kama unawasa mishijo mimi nimeshanjua. Au tumike tena. Nikala unakuwa unafanya petition kesho unakimbia. Simama mtumikie Mungu. Ona sasa mnakujulia mpaka hapa nikuja depuis Mzambique. Familia depuis Mzambique unajua. Ulikuwa mtoto hivi. No, nashiko ni jua. No. Aujue. C'est pourquoi tushanje kunyorea vitu vya kimungu. Tushimame tujiencourager shi wote. Alléluia. Baada Kristo tunajiencourager mshimane. Mfanye kazi ya Mungu, tumikia Mungu.
Créer vile vitu vikalaka na ndani, créer mamufuma yote mko unaona ile Mungu anaona. Créer. Tufanye hivi, tufanye hivi. Vile mko anafanyaka, mvilamushe na hapa. Amen. Baada Georgette, mulamushe vile mko anafanyaka kule frère hivi. Vile mko anafanya kule, mvilamusha. Mlikuwa naimba, mnapanga masauti ya Mungu. Mnafanya repetition, mnaimba na watu wakubwa, kwa nasema ngara watoto masauti. Mimi kwa hiyo na mwe mbia kweli ndio vitu yangu. Nina nani? Sasa leo ni mnataka mtumikia Mungu gani? Sisi tunafanya nini? Tunamilamusha mtumikie kazi ya Mungu. Merveille, merveille lumière. Mshimame mtumikie Mungu. Mlikuwa naimba masafa. Mulombe kwa kufundisha mulamusha hata na safa nyingine kama unapenda bajinyo. Mnamusha tu safa mlikuwa mnaimba mjinyo na safa. Unasema tunapenda jinyo na safa iko muda hii. Mulisema kula sema mimi napenda twende kufundisha, twende kufundisha Bible ya watoto ni watoto ngapi tani? Bible study. Hii ya watoto tu ile ya dimanche. Sunday school. Ni maidea mzuri. Watoto mwanamke mwe watoto mwe wenye mcreate ya kufundisha ma Sunday school. Chi mnaona maanglemo ya kifini. Mfundishe watoto ma memory verse. Watoto waje kusema ma memory verse wanakuwa wanapresenter hapo. Mkutano ile tutakuwa nayo ya 28. Watoto wa presenter ma memory verse hapa. Ba presenter watawaita kwa watoto, kila mtoto anasema kama ni diko mantima anasema pam samai. Ala huyu anasema kama ni anasema verset fulani, anasema chapitre fulani na verset. Donc tunapenda watoto waseme ile Bible kuanzia ku Genèse na kwa Apocalypse wapanga watoto. Amen amen. C'est possible. Tumebele makaji shibe nyewe. Mshwaza sasa kwa watu wengine. Amen. Hatutaita watu wengine, tunaacha ile ya kuita watu. Amen. Hatutaita watu, tutatumika shibe wenyewe mnyumba yetu mu Jerusalem. Amen. Paka na mwe, tutaimba na mwe, mtapika biboti. Mtapika madrum, hatutaita watu wengine, mtafanya vyote paka huko nyumba huko. Haleluya. Frère pale ni mpikaji wa drum wa depuis zamani. Pika drum Mungu akulamushe za watu tumika. Unashikia? Mpike biboti na banamuke mpike biboti. Hatutaenda tena kuita watu sasa kwa mtupike kiboti, kwa mtupike drum. Tunakatala katika jina la Yesu Kristo. Tutaimba paka shibenye pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Juka ja Mungu endelee mbele. Mungu amibariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tutachapa makofi na vigelegele kwa ajili ya maneno ya Mungu. Tumesikia jinsi tumefundishwa maneno ya Mungu kwa ajili ya urithi ama kwa ajili ya heritage. Maana heritage ya mwili ni vizuri. Nitaweza kuandalia nyumba, ninakuzia gari, ninakutilia sijui mafranga mu account kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Na kuna mara utakuwa nazo zote zinakuliwa unazimaliza zote. Lakini heritage ya kiroho hiyo ni heritage ya milele na milele. Amen. Ninapokuongoza katika safari ya kwenda mbinguni, hiyo ndio heritage ya kudumu. Ninapokuongoza jinsi ya kumuomba Mungu, jinsi ya kuandaa maneno ya Mungu, hiyo ndio heritage ambayo itakusaidia katika uzima wa milele. Amen. Maana katika uzima wa milele ama katika paradiso muko magrade. Amen. Amen. Muko magrade, muko mapete. Usiwazi taji yako itakuwa sawa na taji ya mwingine. Ule ambaye alikuwa anafanyia kanisani kuna taji yake. Ule ambaye alikuwa anahubiri kanisani kuna taji yake. Ule ambaye alikuwa tunakalala kanisani anaingia na toka iko na taji yake. Hiyo mataji ni mazawadi ambazo zinapishana ambazo Mungu atavika kila mmoja wetu. Na ndio wale ambao tuko na waandaa kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa ajili ya uzima wa milele. Maana mengine yote ambayo tunayafanya ni ya muda tu. Ni hapa chini ya jua. Lakini ya mbinguni yanadumu milele. Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninakumbuka siku ambayo zilipita, sijui Frere Willy, utisatuambia
Utasogelea hapa mbele kwa kidogo. Sijui unakumbuka ile verse ambayo tulisemaka. Ilikuwa verse gani? Mungu akubariki sana. Okay. Dada, unakumbuka ile verse tulisemaka ile siku? Ile tumepatia kila mtu kunyuma ile soma. Sogea hapa mbele kwanza. Sogea hapa mbele. Unakumbuka ile verse tulisemaka ile siku ile soma? Dada bize. Kwa lakini unakupelekea kayo. Bali unasahau na wewe. Sogea hapa mbele. Ilikuwa kama verse gani? Yakobo ngapi? Inasema nenda. Usitamani dunia na vitu vilivyo ndani ya dunia. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Okay, friend kuja hapo. Ilikuwa kama verse gani nasema nini? Yakobo ngapi? Nasema haya. Asemani wasimjue kama kwa katika dunia ni kwa adui ya Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Unasema Biblia anasema nyinyi wazinzi. Ndio Biblia anasema. Nyinyi wazinzi. Amwambia kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Twende kwa dada hapa. Ilikuwa kama verse gani? Ilikuwa Yakobo 4:4. Inasema aje? Sasa nyinyi wazinzi mjue kama kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Amen. Amen. Msikie siku naienda mzuri, twende. Na ukikuwa adui wa Mungu unafanya kwa rafiki wa dunia. Amen. Twende tena uanze mwanzo tena vizuri. Usianze mwanzo mimi nikukata nikukao koroga. Twende ilisema haya. Yakobo chapter 1 verse 1 inasema hivi. Chapter 4 verse 4. 4. Inasema hivi, nyinyi wazinzi amjue kwamba kwa rafiki wa dunia ni kwa adui wa Mungu, na ukipende dunia utakuwa rafiki wa utakuwa adui wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Ndio hivyo si nasema. Twende unakumbuka. Inasema sawa, sasa tunaanza tu. Twende mtama. Amen. Ndio anajua hapo kidogo. Unakumbuka? Au kwa kwa sauti nyingine leo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tutachapa makofi na vigelegele kwa ajili ya upendo wa Mungu. Basi tunafika muda mzuri wa kutoa mali kwa Bwana. Tunasikia hata Kristina tupatia nyimbo moja ya kutoa sadaka. Amen. Amen. Na baadaye utasikia matangazo kutoka mchungaji. Amen. Ulimonanga kumisa kolo, mayele nanga kumisa kolo. Ulimonanga kumisa kolo, ende mzali na bomo. Soki bangu na batele melinga, na yebisaka na maloba kolo. Yakutimula libulu pena kufa atele magabundela ganga yeye zandenanga asali nakumo atele magaboda suka na nyonso oyo aloba kaye sari asolo zandenanga asali nakumo zandenanga asali nakumo atele magaboda suka na nyonso oyo aloba kaye sari asolo zandenanga asali nakumo
Amen. Haleluya. Amen. Basi tunafika muda mzuri wa matangazo. Karibu. Na mchungaji atakapomaliza matangazo atafunga ibada kwa maombi na kuacha yote mikononi mwa Mungu. Na siku ya pili tutajitahidi, tutatoa zingine verse tena ili tuendelee katika hali ya kujua maandishi matakatifu. Amen. Communique tuko nayo, tunamaliza mbele ya wakati, lakini communique tuko nayo, tunakumbusha siku ya mardi tuko na maombi, kisha maombi tuko na répétition. Après répétition mu 16h tutakuwa na maombi mu 18h. Hii juma tukuimba, tulikuwa nazungumza hapa ndio tunaanza démarrer kwa sasa kazi. Et puis tunaanza kukumbusha tena kusema samedi le 28 tutakuwa na maombi ya mwisho ya mwaka. Ile maombi tanja hapa ni kuanzia asubuhi, tutaisha mpaka magharibi 10h, tunaingia inaanza service. Tutaisha magharibi 18h magharibi. Tutakita tutaba inviter bantu ba Olu, tutainviter ba Kusamo, tutainviter ba ku Puda Servi na bengine George. Amen. Haleluya. Sema amen bien. Amen. Na nafurahi maombi ya mwisho wa mwaka iko hivi. Haitakuwa maombi, haitakuwa konkura mimbo, hapana. Kuomba na mwimbaji kama kwa Mungu utakuya. Amen. Kuomba mwisho wa mwaka wanaombaka. Kwa 28 ni mwisho ya mwaka, ni kuombea mwaka mpya, kutengeneza mwaka mpya. Ni kuomba ndio kutengeneza mwaka mpya. Mungu atumishe mwaka mpya na success ya nguvu sana. Ma invitation tutapata kwa kusema hii juma, tutata kabla naona kabla kwa masomo na mwita tu atakuja. Ile siku haitakuwa kufunga pana. Tutakuwa tu maombi, tutavia mwisho wa mwaka tu. Tutakuwa tu kawaida, kisha maombi tutakula tu. Akuya tu la tasu kuna chai nzuri, na tutakuwa kuomba Mungu. Ni ya mwisho ya mwaka. Kuomba tu Mungu kumpatia hiyo mwaka mpya. Kumshukuru tu anatufikisha mwisho, tuingie mwaka mpya tuweze. Juu mwaka mpya tuko na project kutosha nyimbo hizi. Hamuna siri. Kama kusipika mikono mjini. Utaona, utafanya. Ndio sasa niko na siri. Mtamwona bila nikalaka, nitalamuka sasa. Amen. Haleluya. Nilimwona unapanda mlima nguvu sana na nkinga, unapanda kilima. Nini unasania tu. Kankamana mimi nione kile kitu. Niliona tu mimi naona unapanda na nkinga, unapanda na nkinga yule. Tena ushakuvala blanc. Ni neema. Kankamana Mungu atakulamusha, utaimba bien sana. Ila ni hatua ilionekana. Nakwambia kwa kweli kwa madhabahu. Anasema ni sikupesha kukuambia, nikiongea kuambia niliona kile kitu. Kwa vitu vingine unamwona mtoto, unaacha tu unasema Mungu ni ndani mwa mtu. Kama unaona kiakibati unasema kuja kibati uombe tuangushe. Kile tunaanza kiombea msekre ndio mimi nikisema njoo ni matua, tuko na tuko mwatua ya kwa tuko mwakati ya kuencourager ba Timothée. Mshimani. Ndio tunafika kumwisho. Mungu atubariki sana. Taomba. Baba